Karibu ndugu mpenzi kutufata tena kwenye video yetu ya leo. Shukuru Mungu kwa kuwa ametukubalia tena siku ya leo tuweze tena kutoa neno la Mungu kupitia video yetu ya leo. Basi utufate katika somo letu, na somo ambalo tutakalolitoa litungumzia juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakuliwa kwa kanisa. Tumekwisha kusoma juu ya habari ya kurudi kwa Yesu Kristo. Alafu katika sehemu ya 3 tulionyesha ya kwamba ni ya muhimu tueleze pia juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Watesalonika wa kwanza sura ya 4 shairi la 15 hadi shairi la 17. Nitasoma. Kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ni neno la Bwana. Tutasoma pia shairi lingine katika Watesalonika wa kwanza sura 5 shairi la 1 hadi la 8. Nitasoma. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamuna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu ujapo kwa ghafla. Kama vile utungu ujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hamumo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifua imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neno la Bwana. Tutazungumzia juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Juu ya mambo 5 haya. Ya kwanza, namna kunyakuliwa kwa kanisa kutafanyika. Ya pili, dalili na majira ya kunyakuliwa kwa kanisa. Ya 3, nani atanyakuliwa. Ya 4, kwa nini kanisa litanyakuliwa, na kwa mwisho tutatoa shauri. Kwa tunapoendelea na somo letu, tujiulize basi kunyakuliwa ni nini? Au kunyakuliwa ina maana gani? Kunyakuliwa kwa kanisa ni kunyakuliwa kwa bibi harusi wa Kristo. Na bibi harusi wa Kristo ni wale ambao wamejitayarisha kutoka dunia na waende kumlaki Bwana angani. Na wale ambao wamejitayarisha ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Neno la Mungu linatuonesha ya kwamba si mapenzi ya Mungu kwa kanisa lake kushiriki hukumu. Hata Watesalonika ilisema ya kwamba Bwana hakutuumba kwa ajili ya hasira. Tuelewe ya kwamba Mungu hakutuumba kwa ajili ya hukumu, lakini alituumba ili tutembee katika mapenzi yake, tutembee pamoja naye. Alafu sababu ya watu walimkataa Mungu, wamefata mapenzi yao, wamefanya yale ambayo Mungu hataki, ndiyo maana Mungu
amesema ghadhabu iko au hukumu iko kwa wale ambao hawatatembea katika mapenzi yake. Tutakumbuka ya kwamba wakati Noa alikuwa katika ulimwengu huu, pia wakati ule watu waliingia katika dhambi nyingi. Wanadamu walifanya dhambi kweli na wakamkosea Mungu. Na walipomkosea Mungu, Bwana alikasirika. Alafu hii kunyakuliwa na kanisa inafananishwa na ile wakati wa Noa na gharika. Noa alikuwa mtu ambaye alikuwa mwaminifu na alitembea pamoja na Mungu katika siku zake. Kwa hivi Noa alipata neema mbele ya macho ya Mungu, na ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura 6 utapata maelezo haya. Mungu alimficha Noa katika safina kwa wakati mvua iligharikisha watu wote duniani. Mungu alipoamua kuangamiza dunia sababu watu wa dunia walifanya maovu ya kuzidi, alimwamuru Noa kujenga safina. Safina hii ilijengwa na Noa yeye mwenyewe, na alikuwa akiambia watu baada ya siku fulani basi mvula itanyesha na itagharikisha dunia. Watu hawakumuelewa, na ni sawa vile leo neno la Mungu lingali linahubiriwa lakini watu hawaelewe. Safina Noa alijenga ili imwezeshe kupanda juu ya maji ya gharika, maji ambayo iligharikisha watu wote. Safina ilikuwa chombo ambacho Mungu alitumikisha ili kiweze kupandisha Noa juu asiweze kugharikisha. Wenye walikuwa ndani ya safina wote walikuwa salama, ijapokuwa wale ambao walikuwa nje ya safina wote waligharikisha. Kama ilivyokuwa katika siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Mungu. Hivyo Mathayo 24 shairi la 37 ilituambia watu hawatajali neno la Mungu na maovu yataongezeka. Kama vile Noa alivyokombolewa kutoka katika maji ya gharika, ndivyo Mungu atakavyokomboa waaminifu wote wanaotembea na Mungu. Mungu atawakomboa wakati wa ghadhabu yake itakayokuja duniani siku za mwisho. Yesu atawaita waamini wote kukutana naye hewani. Tujue kwamba siku ambazo tunazoishi ni siku za mwisho, siku za hatari sana. Hata Paulo alisema katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 3 shairi la 2 hadi la 5. Alisema nyakati za mwisho ni nyakati ngumu sana, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kujivuna, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio waaminifu, wasio na akili, wanaosingizia wenzao, wasio na kiasi. Watu watakuwa wakatili, wenye kumchukia yaliyo mema. Watu watakuwa wasaliti na wakaidi, wenye kiburi na wenye tamaa mbaya. Watu watakuwa wenye kujipenda kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa wenye mfano wa kumpenda Mungu lakini na wanakana nguvu za Mungu. Hii ndiyo Paulo alisema kwa nyakati za mwisho itaonekana, na ndiyo hali ambazo tunaziona kwa leo. Watu wengi wanakataa kumpendeza Mungu. Tunaona dalili hizi za siku za mwisho na za wakati ya Noa, za kula na kunywa. Watu wamependa sana ulevi. Hata katika kata yetu wamepanga kuwa quartier de la bière, sababu watu kila mara jioni watu wanakaa wengi kabisa. Unaweza kufikiri kuna fete fulani, lakini ni ulevi tu. Alafu watu wanakula na kunywa. Watu wamependa anasa, watu wamependa raha kuliko Mungu. Ni mambo ambayo sisi wenyewe tunaishi kwa leo, na tunatambua ya kwamba namna watoto wanaishi, wengi hawatii hata wazazi wao. Wengi wanakataa kumpenda Mungu. Wamependa mambo yao ya akili zao kuliko kumpenda Mungu. Watu wana tamaa mbaya, na watu wamependa pesa kuliko mambo yote. Wakikupatia pesa na wakisema utatoa ndugu yako, watu wametoana
kwa ajili ya pesa. Watu wamependa pesa chafu. Siku za mwisho zimefika, ndugu zangu. Kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kumekaribia. Haizuru wakati gani Yesu anaweza kuja kuchukua kanisa lake. Wanani basi watakaonyakuliwa? Watakaonyakuliwa ni wale ambao walizaliwa mara ya pili. Wale ambao waliamini Yesu pekee katika maisha yao. Ndio wale ambao wanangojea Yesu aje awachukue. Hata wale ambao walikufa na wameamini Yesu Kristo. Ni mfano wa hawa mabikira 5 ambao tunapata katika kitabu cha Mathayo. Mabikira 10, 5 walikuwa wajinga na 5 walikuwa wenye akili. Mabikira ni wote wanaosema wamemjua Mungu, lakini angalisho, kuna 5 ambao waligojea na akili, sababu walikuwa na mafuta katika taa zao na hazikukauka. Na wengine 5 walikuwa wajinga kwa sababu katika taa zao hawakuchunga mafuta ndani ya taa zao. Ni sawa vile leo watu wengi ambao walianja katika imani wamekataa imani. Wanatuelezea mara na mara ya kwamba mahali ambako wamisionari walitoka kwa kuleta habari njema katika Afrika, kwa leo hii hakuna tena habari njema. Watu hawaingie tena makanisani, makanisani yamefungwa. Na ikiwa wataingia ni wazee tu, labda 5 au 10 wakiwa zaidi. Ninakwenda kuwatengenezea pahali, nitakuja tena kuwachukua. Maisha ambayo tunayoishi yasitusahaulisha ya kwamba Yesu atakuja kukamata kanisa lake. Tujue kwamba kunyakuliwa kwa kanisa ni unabii ambao ulitolewa tangu zamani. Na tujue kwamba kila unabii ambao ulitolewa sharti ulitimilika kwa wakati wake. Yesu aliambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohane sura 14, msifadhaike mioyoni mwenu. Wakati kanisa litakaponyakuliwa, tujue kwamba ni uharibifu ambao unaingia. Watu watakaposema amani iko, watu watakaposema sasa kunakuwa salama, watu watakapokula na kunywa, wanasahau ya kwamba Yesu Kristo atakuja. Ni hapo ghafla uharibifu utaweza kuwapata. Tulisoma katika kitabu cha Watesalonika sura ya 5. Na itakuwa ziki kubwa katika ulimwengu baada ya kunyakuliwa kwa bibi harusi wa Kristo. Watakatifu wanaokesha ndio wataenda na Yesu Kristo. Ndugu, tukeshe. Hawa ndio ambao wanaishi kweli, ndio watakaoenda na kunyakuliwa kama bibi harusi. Wale ambao wanaunda bibi harusi wa Kristo ni wale ambao wameamini. Hao ndio wanangojea kuja kwake Yesu, na bibi harusi pekee ndiye atakayemuona. Wasioamini watatambua ukweli wa kuja kwake Yesu wakati hakutakuwa tena muda wa kutubu. Watakutana, wengine wamenyakuliwa na wao wamebaki. Na Biblia inasema 2 watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura 17, inasema 2 watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wengine watakuwa kitandani 2, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Wengine watakuwa wakisaga ngano 2, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Tujue ya kwamba Yesu atakuja kunyakua kanisa, na wale tu wanaokesha, wanaokuwa tayari, wale ambao wamemwamini Yesu ndio watakaoenda. Kila mtu anapashwa kujitahidi kwa bidii. Tujitahidi wandugu wapenzi, kwa kila kitu, kwa namna yoyote tunavyoishi, tuwazie rudi kwa Yesu Kristo. Na kwa kutayarisha hii kurudi kwa Yesu Kristo ni kuamini Yesu Kristo na kutembea katika mapenzi yake, kutii neno la Mungu. Biblia inasema heri watakatifu ni wale walio na sehemu ya ufufuko wa kwanza.
mauti ya pili haina nguvu juu yao, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na Yesu miaka 1000. Na hii ni katika kitabu cha Ufunuo sura 12 shairi la 6. Ndugu mpenzi, tujue ya kwamba kunyakuliwa kwa kanisa ni karibu, na haingelifaa usikose kuwa kwa nyakati hii ya kunyakuliwa kwa kanisa, kwa sababu baada ya kunyakuliwa kwa kanisa ndipo mambo mengi na ziki kubwa itakuja ulimwenguni, na ni hapo ndipo mnyama atatawala wazi wazi. Wale ambao watakosa kunyakuliwa kwa Yesu Kristo wajue ya kwamba watakuwa wamejitesa wao wenyewe, kwa sababu baada ya hapa wale watakaookoka wataokoka kwa damu yao wao wenyewe. Jitahidi sana usikue katikati ya wale ambao mmoja atanyakuliwa alafu wewe uwe yule ambaye utakaye baki. Letu linatueleza juu ya kunyakuliwa kwa kanisa, na kunyakuliwa kwa kanisa itakuwa mbele ya Yesu kuja kutawala dunia, kuja kurudi duniani. Kunyakuliwa kwa kanisa itafanyika katika anga. Hivi tujue ya kwamba unyakuo uko, na neno la Mungu linatuambia ya kwamba tujitayarishe kwa unyakuo. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Hii ndiyo miaka ambayo Yesu atatawala, miaka 1000 ambayo Yesu atatawala hapa duniani. Baada ya kunyakua kanisa lake, Yesu atakuja tena, akisha kumaliza karamu pamoja na bibi harusi, atakuja sasa duniani kuja kukaa miaka 1000. Atashuka pamoja na bibi harusi wake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe tena muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama. Wale ambao walikataa kumsujudia mnyama wataonekana kwa wakati ule Yesu atakuja kutawala. Wala ambao hawakuabudu sanamu yake, wale ambao hawakuipokea chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Wale ambao waliokufa na hawakuamini Yesu, wale watabaki katika makaburi, hawatafufuliwa pamoja na wengine. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na watakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuko wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na Yesu, nao watatawala naye hiyo miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogi na Magogi, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti,
alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Nimesoma neno hili, maandiko haya katika Ufunuo sura 12, kusudi uelewe ya kwamba wale ambao hawatanyakuliwa na Yesu Kristo watabaki hapa duniani katika mateso na ziki kubwa. Lakini Yesu atakapomaliza karamu ya mwana kondoo pamoja na bibi harusi wake, ndipo atashuka tena hapa duniani. Atakuja duniani atawale hii miaka 1000 ambayo inatajwa hapa. Ndugu mpenzi, watakaosalia kwa wakati huu wa neema, kutakuwa mateso makubwa, na wale ambao watakaookoka ni wale ambao wataokoka kwa damu yao wenyewe. Wale ambao watakataa mpinga Kristo, wale ambao watakataa kuabudu sanamu, na itakuwa mateso makubwa, sababu wengi watakatwa vichwa, wengi watauawa kinyama, watauawa kabisa kwa mateso makubwa. Basi ndugu mpenzi, kunyakuliwa kwa kanisa ni sasa hivi. Watu watanyakuliwa ni kama mwizi, hautajua, utakutana tu mmoja ameenda na wewe umebaki. Kwa hivi tujitahidi sana. Walio hai hawatatangulia wale ambao wamelala. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, na walio hai watabadilishwa, na wote watanyakuliwa katika mawingu. Sauti kubwa ya mbinguni ndiyo itakayotoka mbinguni, na parapanda kubwa italia, na hapo watu watanyakuliwa. Dalili na majira yameonyesha kwamba Kristo yuko mlangoni. Yule atakayenyakuliwa ni yeye ambaye ameamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, yeye ambaye amezaliwa mara ya pili na amemupa Yesu maisha yake. Na shauri ambalo tunalotoa ni kwamba tuepuke hii hukumu, hii ghadhabu ambayo Mungu amesema itakuja ulimwenguni, ametayarisha kwa wale ambao hawakumwamini. Uamini Yesu kwa wakati huu wa neema ili usiingie katika ziki kubwa. Basi tunamaliza somo letu, na tunaomba basi ikiwa umetufuata uweze kugawa kwa watu wengine ili waweze kupata mafundisho haya. Asante na Mungu akubariki.